ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا معين له ولا وزير له، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله، أشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزى الله سيدنا محمدا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، أما بعد. معاشر السادة، furaha ni kubwa wakati Waislamu tunakutana na kuhusiana yale tuliyohusiwa katika sura wal asr. Mwenyezi Mungu amewaingiza watu wote katika hasara isipokuwa watu aina nne. Akasema jalla sha'nuhu ba'da a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kila tunapokutana kama hivi tukahusiana mambo ya kheri, huwa tunaiepuka ile hasara iliyowaenea watu wote katika dunia. Na kwa siku ya leo tutaondokea na hadithi ya Bwana Mtume ambayo amewaambia masahaba wakati huo, na wakairipoti hadithi hii kwa sababu al-ibratu liumumi lafdhi la li khususi sabab. Wanachuoni wa ilmu ya fiqhi au usuli wanasema kinachozingatiwa ni lile neno lililowaenea Waislamu wote, sio ile sababu ya kwamba alikuwa anaongea na watu wawili watatu wakati huo. Alikuwa anaongea kama kiongozi wa umma, raisi wa Uislamu. Kwa hiyo alikuwa anaongea na Waislamu wote, hata ambao leo hawajazaliwa watazaliwa kesho, bado inawahusu hadithi hii mpaka siku ya Kiyama, ila an yaritha Allahu al-ardha wa man alaiha. Maneno hayo hayatokwisha mpaka Mungu atakapochukua mwenyewe amana yake ya ardhi na waliomo juu yake. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Mtume anasema mna tamaa ya kuingia peponi. Kila mmoja anatamani, akitajiwa sifa za pepo anatamani awe mmoja katika wakazi wake. Wakaifa la, na kwa nini mtu asitamani wakati Allah alivyoipamba hiyo pepo? Anasema a'adadtu li'ibadi as-salihin ma la aynun ra'at, nimeandaa kwa ajili ya watakaonitii, watu wema, mambo ambayo macho hayajawahi kuona uzuri wake, hayawahi kuona uzuri wake. Fikiria katika hii dunia vizuri vyote ulivyowahi kuviona wewe, lakini Mwenyezi Mungu anakuambia kizuri chochote ambacho kimewahi kuonwa na jicho lako huwezi kukifananisha na pepo aliyoiandaa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala udhunun sami'at, na sio macho tu kuona, wala masikio hayajapatapo kusikia. Wala khatara ala qalbi bashar, na sio kusikia tu, hata imagination katika moyo hayajawahi mtu kufikiria uzuri wa pepo namna ilivyo. Anajua mwenyewe Subhanahu, anatutajia tu baadhi ya sifa, lakini haiwezi kuimagine
roho na moyo kwamba hivi anavyosema Mungu basi itakuwa hivi, basi hiyo pepo itakuwa kama nyumba ya fulani, maana nimeingia ilikuwa ni nzuri mno, hakuna mfano wake. Na ndiyo maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema huffatil jannati bil makarih, huffatil jannat bil makarih. Pepo imezungukwa, imepigiwa geti lenyewe la mambo yote ya kuchukiza. Kila unachokifanya roho inakataa, kinakupeleka peponi. Wa huffatin naru bishahawat, na moto umekusanyiwa na kuzungukwa na vitu vyenye kupendeza, vitamu vitamu unavyoviona wewe ndo starehe, kumbe ndo unakwenda katika moto wa Jahannam. Sasa Mtume huo moto na hiyo pepo pia ameielezea kwa upeo mkubwa, lakini pepo anasema hatuwezi kuingia peponi. Sharti ya kuingia peponi kwanza lazima tuwe na kitu kinachoitwa iman, hatta tu'minu, mpaka muamini. Wala tu'minu hatta tahabu, na wala hamwezi kuwa na imani mpaka mupendane. Ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum, ikiwa mambo ndo kama alivyoeleza Mtume, pepo ipo, lakini ruhusa ya kuingia kule mpaka uwe na sharti ya iman. Na imani tukisoma katika tauhidi tunaambiwa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar. Hizi nguzo sita, alafu changanua mwenyewe, ndiyo imani inakaa pale. Alafu ikawa inakuwa translated na vitendo vyako na namna utakavyoishi wewe, fi dhilali madha, utajua mwenyewe namna ya kuichunga imani yako. Lakini la tadkhulul janna hatta tu'min, mpaka uingie. Wala tu'minu hatta tahabu, na hiyo imani haipatikani mpaka kuwe na mapenzi. Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum, je, sikujulisheni jambo ambalo mkilifanya enyi umma mtapendana? Kila mmoja anataka jambo hilo. Mtume akaeleza akasema, afshu salama bainakum, enezeni amani, peaneni salamu kati yenu, mtaongezeana mapenzi na mahaba, na upendo utakuwa umeshamiri katika kila pahala. Basi nami nasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Siku moja mwaka wa 1994 nilikuwa mwanafunzi wa chuo kimoja kule Kenya, Mombasa, kinaitwa Mahad Kisauni. Nilikuwa nikisoma pale marhala thanawia. Alikuwepo pale mwalimu mzuri sana wa somo la tarikh au history, anaitwa Sirajur Rahman An-Nadawi rahimahullah. Amefariki nafikiri miaka 3-4 imepita. Alikuwa ni mwalimu bingwa wa sira, kiasi kwamba nikikuambieni wanafunzi walikuwa hawapendi kukosa somo lake, yani hisa yake. Alikuwa ndio mudir au kiongozi wa mahad, lakini pia alikuwa akisomesha somo la sira. Wanafunzi wakiwa wanaumwa, ni wagonjwa, huwa wanalala tu kwenye nyumba zao zile za sakana. Lakini siku ikiwa ni siku ya somo la Sheikh Siraj, wagonjwa pia wanaondoka vitandani, wanakuja darasani kwa muda ule ambao atasomesha Sheikh, akimaliza wanarudi kulala. Hili nimewahi kulishuhudia kwa nafsi yangu. Unajua mwanafunzi anakuwa na tabia, huwa hapendi sana kusoma, na sote tumepitia katika marhala hizo. Tunakimbia bila kujua kwamba umuhimu wa ile elimu ni kitu kikubwa sana. Lakini utashangaa kuona mwanafunzi anaumwa na anaingia darasani kwa sababu tu anaisomesha ni mtu fulani. Huyu Sheikh alikuwa hodari sana, Mungu amrehemu rahmatan wasi'a, kwa sababu alikuwa akitusomesha history
ilikuwa akituelezea vitu ambavyo sio vya kawaida, huwezi kuvipata kwa mtu yoyote mwingine. Alafu yeye mwenyewe kila sehemu anazotutajia alikuwa ameshawahi kufika. Mwana historia ambaye amezuru sehemu nyingi za dunia, akikupa historia ya Madrid au Spain, Andalus, atakutajia kila pahala, Gharnata, Kurtuba au Cordoba kama wanavyosema, na pahala pote ulimwenguni. Akija Shamali Afrika, Tunis, Marrakesh na mahala pengine, akiondoka kenda China, wapi wapi, sehemu zote hizo amefika, na natuelezea kwa kuona na kusoma katika vitabu. Wanasema laisa al-khabar kal-iyan, kusikia sio kama kuona mwenyewe. Siku moja akatuuliza darasani, atadruna kaifa dakhala al-islamu fi Mongolia? Hili suala bado tarinu fi udhuni, ni maneno ambayo bado nayasikia katika masikio yangu nilipokuwa mwanafunzi. Anasema, mnajua Uislamu uliingiaje Mongolia? Kuna nchi inaitwa Mongolia, imepakana na China nadhani. Nchi hii kuna Waislamu kule, na China pia kuna Waislamu. By the way, siku moja tulipokuwa katika ardhi za Maka, tuliwakuta mahujaji kutoka China, mmoja akawa haamini kama ni Waislamu. Akasema ngoja ni wasikilizi wanaposali wanasoma nini, wasije kawa wanasema Kichina. Wakasoma suratul Fatiha. Wewe umezaliwa katika Uislamu, huwezi kuisoma. Kwa sababu gani? Ndimi zao tayari zimeshakubali la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, haziwezi kubabaishwa. Wanasoma Qur'an sahih. Basi anasema kaifa dakhala al-islamu fi Mongolia, mnajua Uislamu uliingiaje katika nchi hii? Tukasema hatujui shekhe. Na mimi leo nakuulizeni, atadruna kaifa dakhala al-islamu fi hadha al-balad? Je, mnajua yupo mtu ana idea Uislamu uliingiaje Mongolia? Hata kama yupo, wanyamaze kwanza kidogo ili tupate faida ya umum kwa wale ambao hatujawahi kusikia kaifa dakhala al-islamu fi hadha al-balad. Tukamwambia hatujui shekhe. Akatuambia alikuwepo mfalme. Huyo mfalme katika watu waliokuwa hawapendi Uislamu, yeye alikuwa nambari moja. Bali na watu wa Mongolia wote walikuwa, wengi wao wana tabia kama hizo. Wamefika katika chuki yao ya Uislamu kwamba wakionana na Muislamu barabarani, siku ile itakuwa siku ya nuksi kubwa katika maisha yao. Kwamba mtu ametoka nyumbani kwake, njiani akakutana na Muislamu, siku yangu yote imeshaharibika kwa kuonana na huyo mtu. Wapo watu aina hiyo. Makuraishi pale Maka walikuwa na tabia kama hizo. Walikuwa wakitia nia ya kwenda kufanya ibada ya hija, alafu wakitaka kurudi majumbani kwao, walikuwa hawapiti kwa mlangoni, wanaparamia nyumba. Wanasema hairuhusiwi tena kupita katika mlango. Qur'ani ikaja ikarekebisha, wa yasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj wa laysa albirru bi an ta'tu albuyuta min dhuhuriha walakinna albirra man ittaqa wa atu albuyuta min abwabiha wattaqullah la'allakum tuflihun. Hamna mambo hayo. Ukienda nyumbani kwako pita mlangoni, sio unapita juu ya dari. We nani? Kwani paka? Hayo mambo hakuna. Hivi ndivyo Qur'ani ilivyokuja inasawazisha kila makosa. Sasa kuna watu walikuwa wakimwona Muislamu wanasema afsada yaumi, leo ameiharibu siku yangu yote Muislamu, sina chochote nitakachokipata, kama ni biashara, kama ni nini, zote leo zimeharibika kwa kuona uso wa huyu mtu mbaya. Wapo watu aina hiyo. Na katika jamii ya watu fulani pia wapo katika sisi, wana itikadi kwamba mtu akija dukani kwako asubuhi, mtu wa kwanza kama hujamuuzia kitu, basi wewe huuzi kitu. Kwa hiyo hujitahidi hawa watu wahakikishe mtu wa kwanza dukani wanamuuzia. Anaweza akaulizia labda sim tank iliyokuwa 100,000 labda inauzwa, yeye akaiuza mpaka 25,000 kwa sababu anaitakidi kwamba akiondoka bila ya kununua mtu wa kwanza, wote watakuja watauliza bei tu, ataondoka.
Sasa vitu kama hivi vipo katika baadhi ya damu za watu, kwamba nikimwona Muislamu ukorofi, nuksi, uharibifu ndio ulioingia katika maisha yangu. Basi mfalme wa Mongolia alikuwa hivyo. Siku moja alipokuwa anakwenda zake kusaka au kuwinda porini huko, njiani akakutana na shekhe mkubwa. Wapo Waislamu wachache, funga kilemba chake, amevaa nguo zake, wanajulikana Waislamu. Anapita mutawadhian, ana shughuli zake. Sasa njiani, different direction, itijahul muakis. Mfalme anakuja, yuko juu ya farasi wake, chini kuna mbwa wake, amekamata upanga wake, anakwenda zake mwenyewe kusaka. Anakwenda kukutana na shekhe Muislamu mwanachuoni. Kufika njiani wakakutana uso kwa uso. Akasema, laqad afsadta yaumi ayuha almuslim, Muislamu, ushaharibu siku yangu yote. Akageuza farasi wake, anarudi nyumbani. Hakuna tena mawindo, siku imeharibika, mimi ni kwenda kukaa tu. Ushaona sura ya hawa watu? Akamuuliza, madha, kwa nini unakwenda mfalme? Akamwambia, laqad afsadta yaumi, umeniharibia siku yangu. Ayuha almuslim, hadha kalbi afdalu mink, wewe, huyu mbwa wangu huyu nilokuwa naye hapa, huyu ni bora kuliko wewe. Una hata sifa za kumfikia mbwa huyu. Huyu mbwa ni bora kuliko wewe. Msikiliza jibu la yule shekhe, akamwambiaje? Sahihun ma qulta ayuha almalik, ni sawa kabisa, ni ukweli kabisa ulioyasema. Hadha kalbuka ahsanu minni bishart in muttu ala alkufr, amma wa in muttu ala aliman fa ana ahsanu minka wa min kalbik. Nikifa mimi katika ukafiri, ni kweli kabisa huyo mbwa wako atakuwa bora kuliko mimi mara milioni, lakini kama nitakufa katika iman, fa ana ahsanu minka wa min kalbik, mimi bora kuliko wewe, kuliko mbwa wako, kuliko kila kitu chako. Akashtuka kidogo mfalme alipotajwa iman. Iman, ndugu zangu, hakikisha unapigania na kupigana na nafsi yako, unajaza katika nafsi yako kitu kinachoitwa iman. Kwani tunasali wengi lakini iman hatuna, kwa sababu Muislamu haweki akiba ya maasi katika moyo wake. Haweki akiba. Wanaweka akiba Waislamu kwamba mimi kweli Muislamu, siibi, lakini siku moja nikizikuta milioni 2-3 zimekaa vibaya, mimi siziachi. Hiyo ni akiba. Na mwenye imani haweki akiba hiyo. Mimi sizini, lakini mwanamke mzuri akiniita mwenyewe, mimi nakwenda. Umeweka akiba. Imani inakukataza hata kufikiria vitu kama hivyo. Unawezaje wewe kuja msikitini ukamwibia mwenzako pale pale? Imani. Unawezaje wewe kuwa huna uaminifu katika mambo unayoamini kwa sababu ya imani? Basi in muttu ala al-kufri fa kalbuka ahsanu minni wa idha muttu ala al-imani fa ana ahsanu minka wa min kalbi, nikifa katika iman mimi nitakuwa bora. Akamwambia, kwa nini unayazungumza haya? Akamwambia, kwa sababu imani ni kitu kikubwa sana ambacho ndicho kinachompa mwanadamu value, thamani. Na lau kwamba sio hiyo imani iliyotulia katika moyo wako, wewe usingekuwa na thamani, ungekuwa kama mnyama. Lakini hiyo ndio maana Mtume akasema huwezi kuingia peponi kama huna. Huwezi kuingia katika rehema ya Mwenyezi Mungu ikiwa hiyo haipo. Ndio maana kila ukitajiwa illa alladhina amanu, illa alladhina amanu, illa alladhina amanu wa amilus salihat, na wakatenda matendo mema, imani inakuja nambari 1. Sasa mfalme ikabidi kwake, hawezi kurudi, na yule Muislamu haachi kumchukia, lakini maneno aloambiwa kidogo yamemgusa. Anataka maelezo zaidi. Ma huwa al-iman, kwani ni nini iman? Akamwambia, basi nipe muda nikueleze ma huwa al-iman.
Nikamwambia mimi mfalme sina muda, lakini baba yangu ndio ana mamlaka zaidi kuliko mimi. Atakapokufa yeye rasmi nitakabidhiwa mimi. Sasa nikikabidhiwa mimi, nitakualika uje nyumbani kwangu unipe maelezo kamili kuhusu imani ni kitu gani. Mfalme akaondoka na baba yule imam akarudi nyumbani kwake, akamwambia mwanawe, leo katika siku kubwa duniani nimepatana na mfalme, nimemueleza baadhi ya mambo, amenitaka akisha kuwa yeye mamlaka kamili yamepewa nikamshereheshe ma huwa al-iman. Lakini tusikilize habari, tukisikia mfalme amekabidhiwa cheo kamili tukamsikilize na tumpe imani ni kitu gani. Amekaa muda, miaka inakwenda, hajakabidhiwa mpaka siku aliposikia mfalme yule baba amefariki na yule mtoto ndo ufalme wote amemilikishwa yeye. Mzee huku naye ikabidi yuko katika hali mahututi, akamuhusia mwanawe, kisikia mfalme wa Mongolia amekabidhiwa na baba yake cheo na ahadi, mimi na yeye wasia wangu huu, nikifa hakikisha unakwenda kumweleza ni kitu gani imani. Mpaka imamu akafa na yeye kaja mtoto wake, bado anasubiri wasia, mpaka siku ikafika, akaamua kwenda kuwaelezea watu wa Mongolia ma huwa al-iman kupitia kwa mfalme wao. Siku moja akafunga safari kijana wa shekhe, akafika katika jumba la mfalme, akaambiwa hapa ndipo anapokaa, lakini ataingia vipi na bado itikadi ni ile ile kwamba Waislamu ni watu ambao wanaleta nuksi katika jamii ya Mongolia. Akigonga, unaenda wapi? Nataka kumuona mfalme. Haiwezekani, mnaleta nuksi tu, nenda. Na ahadi na baba yake, alikutana na baba yangu, kuna mambo kadha, lakini yote aliambiwa huwezi kuonana naye kwa sababu huwezi kuonana na mfalme wa Mongolia kama wewe ni Muislamu. Usiku akauliza analala wapi mfalme, akaambiwa chumba chake hiki hapa. Basi wakati wa usiku yeye akasimama akatoa adhan, Allahu akbar, Allahu akbar. Mfalme amelala, watu wamelala, wanasikia sauti ya adhan, ikabidi amke. Nani anaika kile? Nikamwambia sauti ya Waislamu hii, mkamateni tena, msimuue, mleteni kwangu akiwa hai, nataka nione ya nini anachotaka. Lengo lake lilikuwa ni aletwe pale amueleze malengo yale aliyokutana na babake ili ampe ma huwa al-iman. Akakamatwa, akapelekwa, akaambiwa subiri na kuja ueleze malengo yako. Kwa nini unatuwekea kelele? Asema sio kelele, nimekuja kukuelezeni ma huwa al-iman. Unakumbuka siku kadha 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 kadha? Akamkumbusha mpaka akakumbuka, akaanza kumlingania. Mfalme wa Mongolia akasilimu. Kusilimu kwa mfalme wa Mongolia kulisababisha Uislamu kuenea kupitia kwa mtu mmoja tu aliyesubiri, akafanya da'wa kwa mtu mmoja tu, na akasubiri tena na tena mpaka Mwenyezi Mungu akaleta nusra yake. Ufalme wa Mongolia ukawa ni ufalme wa Kiislamu. Leo kuna Waislamu wanamtaja Mwenyezi Mungu na adhana mara 5 kwa siku, na Qur'ani inasomwa, na Uislamu ukapenya kuingia katika majimbo mengineyo. Imani, ndugu zangu, ndiyo inayofanya mtu akawa hai. Lengo langu kwa hakika sio kumzungumzia mfalme wa Mongolia. Nataka kutoa idea moja tu kwamba imani ndiyo iliyowafanya watu wakawa watukufu. Miongoni mwa hao watu ni sahaba wa Mtume anayeitwa Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah. Saidna Umar alipoona Waislamu wamefungukiwa, pesa zimekuwa nyingi, umma umeshatajirika,
Alijua lazima kunaweza kukatokea mabadiliko, kwa sababu mtu akiwa hana hela na akiwa nazo hata tabia pia hubadilika. Lakini imani, sheria zake na mambo yake huwa haibadiliki kwa hela. Imani huwa imani tu, haibadiliki kwa maasi, haibadilishwi kwa shahawati, haibadilishwi kwa hela. Lakini tabia ya nafsi na mtu, zamani si alikuwa hana kitu, hata mwendo ulikuwa ni wa aina kadhaa, lakini siku alipopata kitu, mwendo pia hubadilika. Mnamkumbuka Jibrili alipokuja kwa wale watu watatu? Mmoja alikuwa ni kipara haoti nywele, mmoja alikuwa na maradhi ya ngozi, mwingine alikuwa kipofu. Wale watu wote walikuwa na tabia hii, walipofanikiwa wakawa na tabia nyingine, kwa sababu kitu ndicho humbadilisha mtu. Hata kuna watu wanasali kwa sababu tu hawana kitu, wakipata japo 200-300 hawaonekani tena msikitini mpaka zishe, ndo wanakuja tena. Kitu ndicho kinambadilisha mtu, lakini kwa sababu imani haipo sawa. Bwana, unatamani nini wewe? Jibril anamwambia, mimi natamani ngozi irudi kama za wenzangu. Watu wananiogopa, naona kila mmoja nitamwambukiza. Mimi nikipata ngozi yangu safi, mimi sina tena matatizo. Utapata. Unataka utajiri gani? Angalau ngamia utapata. Ameshapata. Yule anauliza unataka nini? Mimi nataka macho yangu yarudi. Yule nywele zangu zirudi. Nini unataka? Yule mbuzi, yule ng'ombe. Basi wamekuwa matajiri kwa muda mchache. Alafu mtu yule alikuja katika mazingira mengine, amekatikiwa, anamwambia yule aliyokuwa na maradhi ya ngozi, mimi nahitaji kutoka kwako. Mungu amenipa mtihani, na safari haikamiliki mpaka kwake yeye na kwako. Nisaidie kiasi fulani, niunganishe safari yangu niende. Akamuuliza, hukuona mtu wa kuomba isipokuwa mimi? Umeambiwa na nani mimi natoa misaada? Akisema, kaani aarifuka, mbona mimi kama nakujua wewe. Zamani wewe ulikuwa na maradhi ya ngozi. Akamwambia, shika adabu yako, mimi sina matatizo yoyote, na hii mali unayoiona, warathtuhu kabiran an kabirin, nimeirithi kutoka kwa babu wa babu wa babu, kabiran an kabiri. Maana kuna watu walikuwa na mali, nimeirithi kutoka. Kumbe juzi hakuwa na chochote. Huyu alokuja ndo alomwombea, lakini kajibadilisha, ati anamwambia nimeirithi zamani. Akamwambia basi amebadilika huyu, imani haikuwepo. Akamfuata yule mwingine, hali kadhalika. Yule kipofu maskini yule akasema, la, wewe unataka kitu, chukua kinachokutosha, mimi niachie. Unachoona wewe ni sawa, mimi mwenyewe nilikuwa sina kitu, nilikuwa kipofu, Mungu amenipa neema zake, na mimi kwa nini wanyime waja wake? Chukua. Huyu imani ilikuwepo. Mungu anatuonyesha kwamba mifano ya watu iko hivyo hivyo. Mimi na wewe ndo tupo hivyo hivyo. Baadhi yetu imani zipo zinaregarei, wengine wakionjwa kidogo wanafeli. Wa minan nasi man ya'budu Allaha ala harf. Uko nchani hivi, kitu kidogo tu mtihani unaanguka. Basi mtu yule aliyekuwa na maradhi ya ngozi, baada ya muda mchache yakarudi kama zamani, mali zake zote yakafilisika, akarudi vile vile alivyokuwa zamani. Mwenye upara ukarudi vile vile, unang'ara kama zamani. Na yule kipofu akabarikiwa, akaambiwa, wewe umefaulu, wenzako wote wamefeli. Usibadilishwe na kitu, eka ngao ya kutobadilika kwa sababu ya imani yako. Kama huna, itafute. Sayyidina Umar alipoona kwamba Waislamu wameshafungua dola baada ya dola, miji ya Maka na Madina wameshatoka. Dola ya Kiislamu iliasisiwa pale Madina na Bwana Mtume mwaka wa 13 baada nubuwa. Mtume alihama kutoka Maka akaingia zake Madina. Mwaka wa kwanza Hijria Mtume akaasis daula. Tizama dola hiyo ilivyokwenda, ikaenda vizuri sana, kila kukicha inatanuka, na bado Mtume anawatabiria. Yupo hai Mtume akatabiri,
Sataftahuna alqistantiniya, nyinyi mtafika mpaka Qistantini Uturuki huko, mtafika mpaka huko na mtafungua, itakuja kuwa dola ya Kiislamu. Na mkiingia hapo, fa ni'mal amiru amiru hadha aljaysh wa ni'mal jayshu jayshu, jeshi hilo lilikuwa litafungua Qistantini ni jeshi bora na amiri wake atakuwa amiri bora. Mtume anazungumza maneno haya mwaka wa kwanza au katika dola ya karne ya kwanza yake yeye Mtume sallam. Qistantini ilifunguliwa mwaka 1300 au 1453, yani 1453, kalenda hii ya mshahara tunayohesabu. Mwaka 1453 ndo Muhammadul Fatih alipoingia Qistantini, akaifungua Istanbuli ikawa dola ya Kiislamu. Kiangalieni maneno ya Mtume, anaona huko mbali, pazia zote zimeondoshwa hapo. Mwaka aliosema yeye mpaka kuja kutokea maneno hayo zimepita karne baada ya karne. Subhanallah, Sayyidina Umar alianza kufungua, na kuna viongozi wake hawa ukisoma historia utawapata ndio walikuwa wakifungua baladun tilwal balad. Khalid ibn al-Walid, Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah, Yazid ibn Abi Sufyan, Ikrima ibn Abi Jahl. Hawa watu hawa walikuwa mahodari. Sharahbil ibn Hasana, hawa vijana walikuwa hatari. Miji yote imefunguliwa na Waislamu wakaanza kuneemeka kutokea wakati, kwa sababu ulikuwa kama hutosilimu utatoa kodi jizya, na ukiwa katika miji yote na mali zote zinaangukia katika Baiti Mali Muslim. Hamjasoma historia mkakuta kwamba Umar ibn Abdul Aziz alitangaza, akauliza yuko wapi fukara aje achukue zaka? Hakwenda fukara hata mmoja. Waislamu hawakuwa na shida, hawakuwa na shida, hakukuwa na fukara, hakukuwa na maskini. Qada ala alfaqri tamaman, alimaliza ufukara. Waislamu walimaliza ufukara. Jamani, njoni mchukue zaka, haji mtu. Anayeambiwa toa zaka, njoo uchukue zaka, anasema mimi nataka nitoe, sio kwenda kupokea. Lakini leo ukiuliza nani anastahili kupewa zaka, wallahi watakuja mpaka matajiri kupokea zaka, kwa hali ilivyokuwa leo. Yeye pia atakwambia mimi nastahili kupewa zaka. Naam. Lakini Uislamu tukiusoma huko, walimaliza tatizo la fukara, ajira, matatizo yote kwa sababu ya hizi futuhu. Na wenye nchi pale walikuwa wakisherehekea kwa Uislamu kuingia pale. Uislamu ukiingia katika nchi hauwadhalilishi wananchi, unawakomboa. Muhammad al-Fatih alipoingia Uturuki, Marumani wale wanapiga magoma yao siku walipokuwa madhalilifu. Anauliza, hayo magoma ya nini nyuma ya Sofia pale? Magoma ya nini? Wanasema hawa ni kawaida yao, likiingia jeshi likiwashinda huwa wanayapiga hayo magoma, wanasema kwamba tunajiandaa kwa kifo, maana wameshatushinda, waje tuwatuchinje tumalizike. Anaambia, nani aliwaambia tumekuja kuchinja watu? Sisi sio kazi yetu kuja kuua watu, sisi tumekuja kuwagomboa wao. Rabi'i ibn Amir anasemaje? Akhrajana min ibadati al-ibadi ila ibadati rabbil ibad. Mtume alitutoa kutoka ibada ya kuabudu watu tunakwenda kumwabudu aliyewaumba watu. Hatumfanyi mtu mtumwa. Mata sta'badtum an-nasa wa qad waladatuhum ummahatuhum ahrara. Na Sayyidina Umar Rabbi, sisi tunawakomboa watu bwana. Hata system ya jihadi ilivyokuwa kitangazwa na bwana Mtume tofauti kabisa na leo. Kanuni za vita, Mtume alikuwa akiwaambia watu wanakwenda jihadi, wanawaambiaje? Ughzuhum bismillah fi sabilillah, la taqtulu imra'a, la taqtulu shaykhan, la taqtulu walidan, wala man yafirru ila sawma'ati, la taqta'u shajaratan muthmira. Sikilizeni maneno ya dhahabu. Hii ni kwa ajili ya Mungu. Msiuwe mtu mzima, msiuwe mwanamke, msiuwe mtoto mdogo, msiuwe watu wa dini wanaokaa katika majumba yao. Yazumuna annahum yaabuduna Allah, watu wanaodhani kwamba kazi yao wanaabudu Mungu, hawako katika vita wala hawakupigeni vita, msiwapige. Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Piganeni na wale wanaokupigana vita na wala msichupe mipaka. Hakika Mwenyezi Mungu hawapendi wenye kupindukia mipaka.
Zote hizi ni kanuni alizokuwa akizisomesha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hurub. Leo jeshi lolote likienda pahala, ikiwa litakwenda kupigana na watu, litakuwa likimkosa mtu wa kupigana naye pale, basi hata mbuzi wao watakoma, watapigwa mabuti pale, hata sufuria jikoni inapigwa. Nini hizi sufuria zimekosa nini? Kondoo, kuku ni wamekosa nini? Hakuna kanuni ya hurb. Mtume alikuwa muungwana, ndio wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Hivi vitu vyote Mtume sallallahu alaihi wasallam ameonyesha mifano yake. Sasa tizama kitu ambacho Sayyiduna Umar ibn al-Khattab alikiona, anataka kutizama, hal ghayyarathum alfutuhat, hawa waislamu wamebadilishwa na hii raha ya kupokea mapesa na miji kuwa ya Kiislamu, wameshaanza kulewa mali zinazotiririka katika mifuko yao? Imani imebadilika? Hichi ndicho alichokuwa akikifanyia observation. Aliletewa barua, akaambiwa njoo, wanakuita wa viongozi wa Sham. Walipoingia katika mji wa Quds huu Palestina, njoo, wanasema hawatoi funguo. Kushinda tumeshinda, mji uko chini ya mikono yetu, lakini wanasema funguo za mji mkuu wa Quds hawatoi kumpa mtu yoyote, labda uje mwenyewe. Sasa sisi tunakuuliza, utakuja? Na wale walifikiria Omar haji, akasema nakuja. Akapanda ngamia wake pamoja na mfanyakazi wake, wakaondoka Madina, wanakuja zao Quds. Njiani historia inasema walikuwa kibadilishana yeye na mfanyakazi wake juu ya kipando kimoja. Anapanda Omar, alafu anashuka, anampisha mfanyakazi wake, anapanda, anashuka, alafu anamwacha ngamia peke yake na yeye anastarehe kidogo bila ya kupandwa. Huruma kama hii uipati mahala popote pengine. Wanakuja kidogo kidogo mpaka mnyama ana haki yake, mpaka mnyama ana haki yake. Wakafika mpaka karibu na mipaka ya Quds. Mungu akapenda kijana yule kuingia katika mji mkuu wa Quds, iwe ni dori yake yuko juu ya kipando, Omar anatembea kwa miguu. Kijana akakataa, nitapandaje juu ya mgongo wa ngamia, bosi wangu anatembea kwa miguu? Akamwambia irkab anta wa saamshi ana, panda wewe Omar, siwezi kuingia mjini hapa, viongozi wote wanakusubiri wewe wakuone, mimi ndo niko juu, wewe ndo kama mtumishi wangu, abadan haiwi, panda wewe. Akamwambia wallahi sipandi na wala hushuki wewe, twende hivyo hivyo, ni zamu yako wewe. Haya aliyapata pesa ina Omar katika vita vya Badr. Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa na farasi wawili tu na vipando 70, wanajeshi ni 313. Hawatoshi kila mmoja katika kipando kimoja, farasi wawili na vipando vingine ngamia mpaka 70. Ikawa watu watatu wanashirikiana kupanda juu ya kipando kimoja, kila watu watatu wanabadilishana juu ya kipando kimoja. Hata Mtume yeye na watu wawili wengine wakashirikiana kipando kimoja, Saidina Ali na Marthad ibn Abi Marthad al-Ghanawi, wakawa wanapanda juu ya kipando mpaka Mtume. Ali ni kijana wakati huo, anamwambia Marthad, tumwachie Mtume, yeye mtu mzima, mimi na wewe tutembee kwa miguu, twende zetu Badri, kilomita 150 kilomita. Akaambia Mtume, panda, sisi tumekuachia wewe, dauri yetu tunakuachia. Mtume akasema la, lastuma aqwa minni walastu aghna ankum fil ajr, nyinyi hamna nguvu kuliko mimi, wala mimi sijatosheka na thawabu kama nyinyi, na mimi pia niacheni nitembee kwa miguu. Inni a'lamu anna kulla khatwatin fi sabilillahi daraja, sababu najua kila hatua moja katika sabili anapanda daraja. Mtume anasema sijatosheka na thawabu kwamba basi. Kuna jamaa nasikia alikaa miaka 10 Maka, alikuwa akisali sala zote pale haram. Alipokuja Afrika akasema jamani, sasa hivi nina haki ya kupumzika, maana nilikuwa nikisali pale sala moja kwa laki, sala moja kwa laki, zimekuwa laki ngapi? Mimi sina haja tena ya kusali, mimi nikae tu hapa. Ishatosheka huyu, una thawabu, kishatosheka. Mtume anasema lastu aghna minkum fil ajr, sijatosheka bado. Omar akaingia katika mji, anatembea kwa miguu. Wakapita sehemu kumenyesha mvua, anasema fashammara Umaru thiyaba, akanyanyua nguo zake akakanyaga kwenye matope, anaonekana anakanyaga, anakwenda. Akafika akakabidhiwa ufunguo bila ya mjadala.